Mheshimiwa Sixtus Mapunda, baadaye Mheshimiwa Lucy Mayenga ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa na mimi nafasi ya kuchangia jioni ya leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilivyokuwa ninasikiliza michango dhidi ya utendaji wa jeshi la polisi, ilifika hatua nikajiuliza, kwa hizi sifa kwa nini tunakuwa na jeshi la polisi? Wamepewa sifa mbaya ambazo kwa kweli hawastahili hata kuendelea kufanya kazi. Lakini nikajiuliza, kwa nini bado wanaendelea kuwepo? Pamoja na hizi sifa zinazotolewa dhidi yao, kwa nini bado wapo? Ikabidi nipe homework kidogo ya kusoma na kujua kwa nini kulikuwa na jeshi la polisi. Kabla ya kuwa na utaratibu rasmi wa kuwa na vyombo vya ulinzi na usalama na kuwa na serikali yenye mihimili mitatu inayojitegemea, dunia ilikuwa inaishi kama wanyama. Ilikuwa wewe ukilima shamba lako, mtu anakuja anaswaga ng'ombe zako anaondoka nao. Mbabe akikuona mtaani akijisikia kukuchezesha makofi ya kutosha, anakupiga makofi ya nyota nyota. Utaratibu ulikuwa hivyo. Baadaye dunia ikaamua kuja na jeshi la polisi likiwa na kazi tatu, ambao dunia nzima kazi za polisi ni hizo. Kazi ya kwanza ni kulinda raia na mali zao. Kazi ya pili, kuzuia uhalifu na uvunjaji wa sheria. Na kazi ya tatu, kusimamia utekelezaji wa sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi kazi tatu kiziangalia katika mtiririko, karibu wote hapa tunaipenda sana kazi ya kwanza. Kazi ile ya kwanza ambaye kulinda watu na mali yao. Kila mmoja hapa anapenda kulinda, na kila mmoja hapa mali yake anapenda alindwe. Lakini kazi ya pili na kazi ya tatu ni ile kazi ambayo uhuru wa kwangu mimi unapoisha ndipo unapoanza uhuru wa mtu mwingine. Hapa tunatofautiana. Mimi nikajiuliza, hivi hawa askari wetu ni kweli wachache wana mambo ya hovyo? Hivi kweli wote tunawapa lugha za mbaya namna hii za kuwachoma, hatutambui mema yao hata kidogo? Walichofanyiwa askari leo humu ndani kwenye mjadala ni ule msemo wa samaki mmoja akioza wote wameoza. Ule msemo umepitwa na wakati. Msemo wa siku hizi, samaki mmoja akioza utolewa yule mmoja, wanaobaki tunaweka ndimu na pilipili na chumvi tunawala. Haiwezekani askari wote wakabebeshwa mzigo wote ikaonekana watu wa hovyo kama wafanye kazi. Hivi leo hapa tukubaliane tukimsingi hapa, Siro aamue leo, trafiki wote leo Dar es Salaam ondokeni. Kwenye zile traffic lights ondokeni. Kwa sababu kati ya kazi za msingi za askari sio kucontrol zile robot, kuita magari. Taa zifanye kazi yake. Lakini inafika kipindi taa zinashindwa, askari pale wanatusaidia. Siku ikatokea wote waondoke pale, kitakachotukuta pa Mungu nisaidie. Au leo ondoa askari wa doria wote alafu panya road waingie barabarani. Tunatafutana. Tuna kawaida sana ya kuwaona askari ni wema pale wanapofanya yanayotupendeza. Lakini pale wanapofanya kazi ya pili ambayo inawezekana imemgusa jamaa yako, imemgusa jirani yako, hata inawezekana hata mimi akagusa mtu ambaye kanigusa sana, sitaweza kufurahi. Hii ndio huruka ya mwanadamu. Sio kila mwanadamu ufurahia pale anapopata msukosuko wa kisheria. Mimi ninachomuomba Wizara ya Mambo ya Ndani pamoja na IGP afanye mambo yafuatayo. Anapojitokeza askari akaenda kinyume na maadili na utendaji wa askari, hatua zake anazopaswa kuchukuliwa ziwe tofauti sana na raia wa kawaida. Mimi ninafahamu kuna askari wanachukuliwa hatua za kinizamu kwenye kambi zao, lakini inapofika askari anafanya uhalifu against raia, aina ya hatua ziwe tofauti, na umma ujiulishe kwamba nini yule askari mkosefu alifanyiwa. Mkiendelea kuwapa adhabu za kule ndani, jamii haitaelewa, na ndio maana mnakuja kuambiwa samaki moja akioza wote wameoza.
Nimshukuru sana RPC wa Mara alivyoihendo issue ile. Issue mbaya sana. Unapokutana na askari anamua raia aliyemkamata. Ni jambo baya. Hatupasi kulifurahia, hatupasi kulichekea. Lakini hatua alizolifanya RPC, akasema tumemkamata, tumemfanyia 1 2 3 na kesi inaendelea hivi na tumethibitisha hili liko sahihi. Sasa askari IGP ukiwaeleza marapisi wako wote na maofidi wahendo swala kwa design, hatutapata shida. Swala la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu inapakana na nchi 8. Kati ya hizi nchi 8 tunazopakana nao, hakuna nchi hata moja ambayo iko salama. Tafsiri yetu, usalama wa nchi yetu ni tenge, una matege, hauna miguu iliyonyoka. Nchi zote 8 zinazotuongoza ukianzia Kenya mpaka unakuja kumalizia Mozambiki ukizunguka, hakuna nchi ambayo iko stable. Nchi zote zina michokochoko, zina mambo yasiyo kwa sawa. Lakini nyingine zina population iliyozidi kiasi kwamba ardhi haiwatoshi. Nyingine zina njaa kali ambazo zinahitaji chakula. Katika mazingira haya, mikoa yetu ya mipakani ina hali mbaya sana sasa hivi. Kwa taarifa nilizozipata rasmi, idara ya uhamiaji, tafadhalini fanyeni kazi sana mipakani kuhusu raia. Mara baada ya kuona nchi yetu ina ardhi ya kutosha ya kulima na chakula kiko cha kutosha, jirani zetu wengi wameingia. Lakini jambo jingine, tulipo introduce elimu bure, kuna watu wameingia kwa sababu tuna jamaa zetu nchi zote za mipakani haya makabila. Ukienda kuna wa Makonde kwa ndugu zangu kina Bobali kule, wako wengine Nchumbiji. Ukienda Masai kule, ukienda ndugu zangu wa Tarime wanapakana kule na Migori, ni ndugu, ni jamaa tu wale. Kwa hiyo watu kukosi ni kitu cha kawaida. Niombe idara ya uhamiaji ifanye sasa hivi kazi yake ya kukagua uraia. Jambo la mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la mwisho, tumeitumia demokrasia vibaya na tumeshindwa kuitafsiri demokrasia vizuri. Demokrasia kwa asili yake haikuwa ya Kiafrika. Demokrasia kwa asili yake haikuwa ya Kitanzania. Demokrasia inatokana na maneno mawili ya Kigiriki na ndio wenye asili ya demokrasia. Demos inayemaanisha people na kratos inayemaanisha power. Kwa tafsiri nzuri fupi, the people holds power. Bahati mbaya, wanaetizama demokrasia juu wameshindwa kujua vitu gani vinapima demokrasia. Kuna sehemu tunapima demokrasia inayoendana na watu ili tuthibitishe kweli hii demokrasia ni ya watu, ni pale ambapo kila Mtanzania anapochagua. Kwa kipimo namba 1 cha demokrasia na kuisema nchi hii ina demokrasia, yaani ina nguvu zinazotokana na watu, lazima kuwepo na election. Sasa election zinatofautiana. Kuna wengine wanachagua mtu, wengine wanachagua vyama, wengine wanakwenda winner takes all, wengine wanakwenda PR system. Kuna mifumo mingi duniani kutokana na mila na desturi. Sasa nyinyi ndio mnajiamulia kwa maslahi yetu, mfumo huu ndio unaotufaa. Mfumo wa kampeni za uchaguzi kupita kila kijiji ni mila na desturi. Ni mila za desturi za watu husika. Leo mnaweza mkaona huu mfumo unawafaa, kesho mkaona huwafai. Tukumbuke kwamba unapoishia uhuru wangu ndipo unapoanza uhuru wa mtu mwingine. Na demokrasia nzuri ni ile inayotetea the right of individual. Unaposema the right of individual ni pamoja na kuto kunikwaza. Kwa nini haki yako wewe iwe kunikwaza mimi? Wewe unakuja na mkutano wako, mimi nasali. Kwa nini haki yako ilindwe ya kwangu isilindwe? Niwaambieni ndugu zangu, nchi yetu wanaofanya active politics hatujafika 10%. The rest 90% hawana habari na siasa zetu hizi active politics za majimbo. Hawana kabisa. Wao wanakwenda asubuhi kulima, wanakwenda kufanya kazi zao, wanarudi makwao.
Sasa jambo hili tukilichukua demokrasi kwa kisingizio cha upuuzi wetu na upumbavu wetu, hatupaswi kuwa watu wa namna hiyo. Tuisome demokrasia, tuijue. Demokrasia nzuri ni ile inayoendana na mila na desturi za watu husika, na ile inayolinda haki za mtu mmoja mmoja. Asante sana Mheshimiwa Six.